Leo nitafundisha kuhusu upendo. Na upendo ni nini? Upendo ni kupenda. Hapana. Ikiwa wewe ni mhubiri au wewe ni mwalimu au unafundisha kanisani, naongelea sana watu wa kanisani, hebu nisikilize. Sikiliza, hii itakusaidia. Unaposema kwamba nitafundisha kuhusu ufungulivu, alafu unataka kutuambia ufungulivu ni nini, usije ukatuambia kwamba ufungulivu ni kufunguliwa. Utakuwa umekosea. Unakuja kutuambia kwamba leo nitafundisha kuhusu kibali, alafu unakuja kutuambia kibali ni nini? Kibali ni kukubaliwa. Utakuwa umekosea. Wengi sana huwa wanakosea kwa staili hii. Hebu njoo niweze kukuelewesha. Unawezaje kufanya ili mahubiri yako au mafundisho yako yawe na nguvu ya kuwashawishi hata watu wakubwa wenye elimu, wenye akili, wakikusikia waseme wow, huyu mtu ana kitu. Unaposema jambo lolote lile, na kama ukitaka kuleta maana ya lile jambo au hilo neno, hakikisha hilo neno unalolitafuta lisiwe ndani ya neno uliloliongea. Mfano, nitaongea kuhusu kibali. Sitakiwi kusema kibali ni nini. Neno kibali au kukubaliwa, kukubalika, hakutakiwi kuwa ndani ya yale maana ninayoyatoa ya kibali. Kwa sababu gani? Ninaposema kwamba kibali ni kukubaliwa, nitakuwa nimechukua kitu ninachokitafuta alafu nimekiweka ndani ya kitu ambacho nadhani kuwa nimekipata. Nitakuwa bado sijapata kile ninachokitafuta. Ndo makosa ya wengi wanayofanya. Kibali ni nini? Kibali ni kuwa na urahisi katika kila unachokifanya, au ni kuwa na uwezo wa kupenya pale ambapo wengine wanashindwa kupenya. Upendo ni nini? Upendo ni nguvu ya kumkubali mtu jinsi alivyo pamoja na mapungufu yake. Nafikiri unanielewa hapa. Kufunguliwa ni nini? Kufunguliwa ni tendo la kuwekwa huru. Sijasema kwamba ufungulivu ni kufunguliwa, sijasema hivyo, bali ufungulivu ni tendo la kuachwa huru, kuwa huru, ndo maana ya kufunguliwa. Sasa watu wengi wanachukua neno ambalo analitafuta, analiweka ndani ya maana yake, na hichi kitu nimekiona ndani ya wahubiri wengi, ndani ya wainjilisti wengi, ndani ya watu wengi ambao wanasema kwamba wanafundisha, wanafanya sana haya makosa. Unajiuliza, sasa mimi huwa nafanyaje? Ndio maana uko hapa na BSP Reyus, ili niweze kukuelewesha. Nimetumwa kwako kwa ajili hiyo, kwa sababu nimeona watu wengi wanafanya sana haya makosa, lakini niko hapa ili niweze kukusaidia. Mimi huwa nafanyaje? Mfano, ninaandaa somo, na somo langu nataka niongelee kuhusu jambo fulani. Nisiongee kitu chochote, niongee tu jambo fulani. Sasa ninapoliangalia hili jambo, nataka niongee kuhusu kibali. Kwa mfano, kibali, ni lazima nijiulize kibali ni nini, kwa sababu mimi napenda kufundisha na mara nyingi inakuwa hivi. Kibali ni nini? Ninapotaka kujua kibali ni nini, kitu cha kwanza huwa nafanya ni lazima nitafute lugha ninayoielewa zaidi. Kumbuka, Kiswahili ni lugha ngumu sana, ndio maana hata simu yako haipo kwa Kiswahili, simu yako ipo kwa Kiingereza na wengine wanaweka Kifaransa. Kwa nini tunaweka lugha? Kwa sababu hiyo lugha ndo tunayoielewa zaidi ya Kiswahili. Kwa unapotafuta neno kwa Kiswahili yawezekana ikawa ngumu, lakini ukitafuta hii lugha, hili neno kwa lugha nyingine, unaweza ukalipata kwa urahisi sana. Kwa hiyo mimi huwa nafanya hivi, nachukua dictionary. Baada ya kuchukua dictionary, natafuta kwa lugha ninayoielewa, natafuta maana ya hili neno. Ninapotafuta maana ya hili neno, nikiipata, natafuta sasa ni jinsi gani ya kubadilisha, kutranslate kutoka kwenye hii lugha niliyoichukua na kuipeleka katika lugha ambayo mimi naitaka. Kwa hiyo nachukua maana ya hili neno, ninayageuza kwa Kiswahili. Nikisha yageuza kwa Kiswahili, nitakuwa nimepata maana halisi ya neno husika.
na ninaposimama madhabahuni ninahakikisha nikisimama ninaongea vitu vyenye nguvu, kwa sababu tayari kuna maeneo nimesoma. Kumbuka Biblia nasema usimwache elimu aende zake. Unatakiwa kuwa mtu wa kusoma kila siku ili ikusaidie. Shida ni kwamba watu wanaotufundisha wanakwambia kwamba unatakiwa kusoma sana Biblia na uache vitabu vingine. Mimi sijaja kukwambia hivi. Nakwambia soma sana Biblia, alafu usome pia vitabu vingine vitakavyokusaidia kuwa na elimu zaidi. Sijui kama unanielewa vizuri. Na natumaini ukishaangalia hii video hautofanya tena hayo makosa. Hautofanya tena hayo makosa. Hautofanya tena hayo makosa. Maombi ni nini? Maombi ni kuomba. Maombi ni kuomba, mhubiri. Acha. Tafuta neno maombi kwa lugha, hata kama ni lugha yako wewe ndio unaielewa zaidi. Tafuta maana ya neno maombi ndani ya lugha yako, utaipata. Ukishapata maana ya hii neno, ndio uje sasa uyapeleke yale maneno kwa Kiswahili, na utakutana na neno maombi kwa ufasaha zaidi, na hii itakusaidia. Ndio mtu anakuja na sasa tutafundisha kuhusu neno la Mungu, alafu anakuambia neno la Mungu unapatikana ndani ya Biblia. Nani alikwambia kuwa neno la Mungu ni Biblia? Utajiuliza hapo, utaniuliza BSP, unawezaje kusema hivi? Kabla ya Biblia kulikuwa na neno la Mungu lilikuwa ni nini? Siongei sana kuhusu hilo. Ninaitwa BSP Grace. Natumaini baada ya kufuata hii video hautofanya tena haya makosa ya kuja kutuambia kwamba kibali ni kukubaliwa, upendo ni kupenda. Mungu akubariki sana, tukutane baadaye. Mimi ndo naenda hivi.